Baada ya Papa kufariki, nimepitia komenti nyingi za Waafrika. Waafrika wengi wamejikuta kwenye imani ya kwamba huenda nyakati hizi anaweza akatokea Papa mweusi. Nadhani kama kuna kitu tunaota ni mtu mweusi kuwa Papa. Kwa nini? Tusichokijua ni kwamba nyuma ya hizi dini wakati zinakuja Afrika na ajenda ambayo dini zimekuja zimeibeba, sio kusudio la waasisi wa dini. Namaanisha nini? Sisi wa Afrika ndani ya hizi dini, tena dini hizi mbili zote tulizonazo, Islamic and Christian, zimebeba ajenda ya kuishi maisha mapya badala ya kifo, au kupata pumziko, au kulisi uzima wa milele kwa sisi wa Kristo, ambazo sasa nyuma ya hizo dini zenyewe hazina tuishi maisha mapya ya Ukristo. Sisi ajenda tulibeba wa Afrika ni ajenda nzuri, lakini nyuma ya dini hakuna ajenda nzuri. Sasa hapa kuna utata kidogo. Nikukumbushe kabla sijaendelea, sisi wa Afrika tumewahi kuwa bora. Tumewahi kuwa na ufalme bora. Tumewahi kuwa na maisha bora. Tumewahi kuwa na kila kitu. Sisi hatukuwa washamba kama ambavyo tunachukuliwa leo. Tunatukana watu ambao tumewalisha. Tunatukana watu ambao wamejifunza vitu kwetu. Watu ambao wamechukua elimu kwetu. Watu ambao wamechukua kila kitu kwetu. Leo wanatuona kama mazuzu, watu wasiokuwa na akili, watu wasiokuwa na maarifa, lakini kila walichonacho wamekichukua kwetu. Historia yenyewe ya Biblia inaweka wazi. Haya, Yakobo wakati wakiwa kule wamekimbia njaa, Yusuf wameenda kumfanya biashara ya utumwa wapi? Kufanya biashara ya utumwa Misri. Sasa Biblia inapozungumzia Misri, haimaanishi Misri ile ya Misri tunaijua. Maana yake Afrika yote ilikuwa inatafsiriwa kama Misri nyakati zile. Na ndio sehemu pekee ambayo ilikuwa ina uwezo wa kununua mpaka watumwa. Unaweza kaita watumwa ukapeleka kule wakapata kazi. Haya, kwa mujibu wa Biblia neema imemwangukia kule nani? Yusufu. Haya, ndugu zako walitoka kule wakiwa wamekimbia njaa, wanatafuta chakula wapi? Afrika. Sasa Afrika ukienda kwenye nchi kama za Misri, ukienda kama Ethiopia, kuna piramidi ambazo zimejengwa miaka na miaka, ambazo zinaonyesha kwamba zina miaka mingi. Ni majengo ambayo hayaharibiki, iwe mvua iwe jua, miaka yote, karne na karne zimepita, hata kabla Ukristo haujawepo. Sasa unatuhitaji sisi washamba na watu ambao tusiokuwa na akili. Sasa ngoja nirudi kwenye issue ya Papa. Kwa hiyo dini zimebeba agenda tofauti na sisi ambayo tumeibeba, kwa sababu kuna agenda tofauti na sisi ambayo tumeibeba. Hawawezi kufanya upumbavu au kuruhusu ujinga wowote kumruhusu mtu mweusi aende kusimama juu ya Katoliki awe Papa. Sasa kitu ambacho kingine wa Afrika hatukijui, labda ni wasanue kwenye hiki kitu, ni kwamba dini ya Katoliki ni muhimili wa dini zote unaoziona leo duniani. Yaani hata sisi ambao tunajidai, sisi ambao tunajiita Pentecoste, sio dini gani, sio Waislamu, sio nini, dini zote ziko chini ya muhimili wa dini ya Katoliki. Wakimweka, kwa mfano ikitokea akawekwa Papa mweusi Katoliki, na imani zingine zote ambazo unaziona leo ziko duniani, hizo hata ambazo ziko kwenye mfumo wa kidini, zinakufa automatically, zinaondoka automatically. Kwa nini? Kwa sababu sisi wa Afrika agenda tuliyobeba ni ya kuishi maisha mapya, kama nilivyosema awali, kwenye uzima wa milele, ambavyo wakati huo dini hazijabeba hiyo agenda. Sasa agenda ya kuishi maisha ya umilele, kwa namna ambavyo sasa hivi dunia imeelimika, teknolojia imekuwa kubwa, haya mahubiri yanaanza kuwa magumu, kwa sababu kuna vitu tunaanza kutafakari kwa ubinadamu. Unawaza hayo maisha yatafananaje? Kama mtu anakufa anasema atafufuka, wakati mtu anapokufa naoza, nyama inaisha, atafufukaje, atatokea wapi? Sasa hivi vitu vinaanza kuwa vigumu. Kwa hiyo namaanisha nini? Kwamba itafika hatua sasa hiyo injili ya kulisi uzima wa milele inafika hatua inakwama. Ushanipata? Sasa wakati sisi tumeendelea kuibeba ile injili ya kulisi maisha mapya, tuanze kuangalia sisi wa Afrika sasa na wazungu wanavyoishi. Mzungu maisha yake yote anapokuwa anaishi duniani, huwa anawaza kwa ajili ya watu wake. Huwa anawaza kwa ajili ya watu ambao anawaacha. Yaani waza watu wake, maana hawazi watoto wake. Anawaza jamii yake, rangi yake. Kwamba je, miaka 200 ijayo, miaka 100 ijayo, au watu wetu watakuwa na hali gani? Je, watakuwa na chakula? Watakuwa kwenye mateso? Watakuwa kwenye mafanikio? Kwa hiyo aso zake zote ambazo wanazifanya ni kwa ajili ya watu wake, ni kwa ajili ya watu wa rangi yake, ambacho kitu hicho hakiko kwa Mwafrika. Ndio maana mzungu anaweza akaja kwetu ni zote za Afrika, kwa sababu ni kama akili tunafanana wa Afrika. Yaani hizi ngozi zetu nyeusi ni kama tunawekeana sote, na utawala ni ule ule. Yaani unaweza kwa Tanzania ukaishi na utawala mbaya, ukienda Kenya vile vile, huko nchi zote unazoziona hizo za Kiafrika, yaani mambo yanafanana.
ambavyo wazungu wakija huku kwetu wanajitahidi kuchukua mkataba wa muda mrefu. Ule mkataba uchukui kwa manufaa yake peke yake, yaani anauchukua kwa manufaa mpaka hata mjukuu akija akute tayari ameshaandaliwa mazingira, ambacho kitu hiki kilishakuwa kigumu kwa Mwafrika. Hakuna Mwafrika anaandaa kwa ajili ya wajukuu. Mwafrika huwa anaandaa kwa ajili yake mwenyewe na watoto kidogo, lakini kuanzia pale ambao watatokea kwa watoto wake ambao ni wajukuu na vitukuu na nini, au watu hawazi. Na hilo inakuwa changamoto yetu kubwa mpaka leo. Naomba mnielewe Afrika, msinukuu vibaya. Najua naongea vitu vizito. Sasa hivi hata Waarabu nao ni kama akili zimerudia, kwa sababu nao Waarabu ni kama ujinga walikuwa nako, lakini sasa hivi kila kukicha ni kama ujinga wameanza kuweka pembeni. Yaani wana namna fulani hivi ya kuamka kidogo kuliko Waafrika. Na wenyewe sasa hivi wakija kuchukua mikataba wameanza kujifunza, sio tena kwa maisha baadaye kwamba ile baada ya kufa ile kwamba niende kupumzika kwenye ule umilele wa kula bata. Hapana. Na sasa hivi wenyewe nao wameanza kuhangaika kwa ajili ya watoto wao na wachukuu wao na vitukuu nao waacha. Ndio maana hata Mwarabu akija kuchukua mkataba, sio Tanzania, sio nchi yote, wakibatika kama mkataba, anahitaji mpe mkataba wa muda mrefu. Kwa nini wanahitaji mkataba wa muda mrefu? Kwa sababu wenyewe wanawaza kwa ajili ya kizazi ambacho wanakiacha. Sisi Afrika tunaamini kwamba nikishaenda kule mbinguni, nikatulia kule mbinguni, hawa duniani au walioko duniani na wenyewe inabidi wajipambanie waje walikute kule tukaishi milele. Siku moja nilikuwa kwenye kikao cha dini, tulikuwa tumekaa kwenye kikao cha dini, tulikuwa tunajadili, kuna sakata fulani kwa inaendelea hapa Tanzania, sitaki niseme. Kiongozi mmoja wa kidini ambaye mimi nilikuwa namheshimu, ni mtu maarufu, ni tajiri, akasema sisi hata wakitaka kuchukua mikataba yote Tanzania waje wachukue, kwa sababu sisi tukifa tunaenda mbinguni. Toka siku ile mimi sikuwahi kujishana na kikao cha dini. Yaani niliumia kweli. Nikasema na huyu kiongozi nilivyomuona na akili yake na mafanikio yake, yani bado hawazi kwa ajili ya kizazi ambacho anakiacha nchini kwenye hii dunia. Kwa hiyo hawezi kutokea papa akawa mtu mweusi. Naomba nisongee mengi kwa sababu nawajua Wayahudi wa Gongo la Mboto na Waarabu wa Bukoba wanaweza kaishia kunipiga mawe baada ya kuruhusu ufahamu wao uchukue madini. Pointi yangu ya msingi na ya sekondari, wa Afrika naomba tuamke. Kwenye ishu ya anguko la Afrika, dini ziko nyuma yake. Nikipata muda nitarudi kuelezea historia ya mtu mweusi. Asante sana.